kuandaa kwenda utukufu wa juu zaidi. Bwana asifiwe. Ni majira unaomba hata lift ya bodaboda upati. Una sifa ya kupanda hata bodaboda. Haleluya. Ni majira ukiwa shuleni hata teacher hajui jina lako. Wewe nani? Wewe hapo nyuma hapo. Na mwalimu anatakiwa ajue majina ya wanafunzi wake wote. Hawakujui. Kwani ni majira yako. Hata ukifanya, yani siku utakayofanya vizuri sana ukapita wengine wanasema huyu anakaaga wapi? Ndio wanaanza kukutafuta. Nitakuonyesha haya majira yatakapofika. Mwambie jirani yako unaandaliwa kuwa chombo imara. Na usikatae kufinyangwa. Na usikatae kubondwa. Wengi mmekuwa wakali wakati mnaandaliwa. Ukawa mkali, ukatupa ngumi, ukatupa mateke, ukafanya nini, ukafikiri unafanya kitu cha maana. Wakati wa maandalizi kuna kulia, kuna kuhuzunika, kuna kunyenyekeshwa, kuna kunyimwa haki zako na ukanyamaza kimya. Ndipo Biblia inasema Mungu akamuinua sana. He highly exalted him. Akamuinua sana, na baada ya kumuinua akampa jina hili ambalo linapendwa na linatajwa na watu wote duniani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiona haya majira yamekuja kwako, usilie wala usikate tamaa. Kaa hapo. Bwana asifiwe. Usihame huduma, kaa hapo. Kama ni mchungaji wako, endelea kumpenda. Kama ni kiongozi wa praise, endelea kumpenda. Kama ni mzee wa kanisa, endelea kumtia moyo, kwa sababu ni majira yako ya maandalizi. Kila mtu ana majira ya kuandaliwa. Yesu alikuwa na majira ya kuandaliwa, na wewe una majira ya kuandaliwa, ili majira ya kuinuliwa yakifika, watu wa kuheshimu, watu wakupende, kwa sababu unakuwa umejenga misingi imara. Hautikiswi kwa sababu ya majira yaliyopo, bali unamjua aliyekushusha ndiye anayekuandaa ili uwe mtu bora zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Wagalatia 3 anzia mstari wa 13. Wagalatia 3 mstari wa 13 inasemaje mwanangu? Galatians chapter 3. Galatians 3:13 inasemaje? Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Kwa maana alifanyika laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaniwa ndio kila mtu angikwayo juu ya mti, ndio ili kwamba baraka ya Ibrahim wafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Amen. Bwana asifiwe. Tunaishi majira yetu ambayo laana haina nguvu juu yetu. Natarajia ningepata ameni nyingi hapo na vigelegele vya wanawake. Nasema tunaishi kwenye majira ambayo tuna Mungu mwenye nguvu anayetusaidia kupigana vita kwa ajili yetu, na sisi tukanyamaza kimya. Sema haleluya. Sema haleluya. Yesu hakuangikwa msalabani kwa sababu eti dola ya Kirumi ilitaka, au Pilato aliyesema ni wafungulie Yesu au Baraba, wakasema afunguliwe Baraba na ateswe Yesu. Si Pilato, si Warumi, si Wayahudi, bali kusudi la Mungu la ukombozi wako na ukombozi wangu lipate kutimia. Sema haleluya. Ndiyo maana haikuwa mara ya kwanza watu kusulubiwa. Hata Yesu alisulubiwa na majamaa mengine mawili. Haleluya. Alisulubiwa na majamaa mengine mawili, na yenyewe alikuwa majambazi. Kwa hivyo ilikuwa ni kawaida watu kusulubiwa, lakini Yesu hakusulubiwa kwa kawaida ya sheria, hakusulubiwa kwa kawaida ya Torati ama kwa kawaida ama sheria za Kiyahudi. Alisulubiwa ili aandike historia, ili afute historia na aandike historia ya kwamba amekuja ili aiadhibu laana, aiadhibu Torati, ili watu wasiishi kwa Torati,
ili watu wasiishi kwa sheria, ili watu waishi kwa imani. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Biblia inasema kila anayeishi kwa sheria ataishi kwa hiyo. Ina maana kama unataka kutimiza sheria, utatimiza sheria zote. Haleluya, Bwana asifiwe. Lakini sisi tunaishi kwa imani. Waliomwamini Yesu wakafanyika kuwa wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Haleluya, na ndivyo tulivyo. Kwa hiyo shetani hana cha kudai kwangu. Shetani hana cha kudai kwangu. Hata mizimu ya kwetu haina cha kudai kwangu. Imechelewa. Nimeijua kweli, nayo kweli imeniweka huru. Bwana asifiwe. Kinachotusumbua wengi ni kuto kujua ni nini nafasi yetu katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Huwezi kuwa rais ukaanza kuuliza hivi gari yangu ni ipi? Hebu ulize wewe ni rais, uliza hebu uliza gari yangu ni ipi? Rais wa nchi unauliza gari yako ni ipi? Hujui nafasi yako. Hata sio rais wa nchi tu. Hata leo ukiwa tu mchungaji unajua ni wapi nakaaga. Tukikuta umekaa kule nyuma kule, tunajua hujajua nafasi yako. Bwana asifiwe. Mimi nimeokolewa kwa damu ya Yesu. Mimi ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo naishije? Naishi kama mwana wa Mungu. Kwa hiyo hakuna ufalme mwingine utakaoweza kunitikisa. Na ufalme wa Mungu is the supreme. Mwambie jirani yako ufalme wa Mungu ndio wa mwisho. Piga kelele, sema ufalme wa Mungu ndio wa mwisho. Mmetikiswa na ufalme wa giza. Mmetikiswa na wachawi ambao hawajui hata kuvaa. Wachawi wanaoshindia kaniki, wanaongoja kujipaka majivu ndio wapate pesa. Mungu wangu hahitaji kupiga tunguru ndio ajidhihirishe. Akisifiwa yeye, akiitwa mfalme wa wafalme, simba wa Yuda, Bwana wa majeshi. Anashuka anaponya, anashuka anafufua, anashuka anatenda miujiza. Haleluya. Maana miungu yote ni kazi za wanadamu. Ndio, ongeza sauti. Wewe ni Mungu mkuu. Yes, hakuna kama wewe. Afu unaogopa kichura. Hebu imba tena nikusikie unavyoimba, alafu nikuonyeshe unachoogopa. 1 2 3 ende. Aha. Wewe ni Mungu mkuu, hakuna kama wewe. Afu ukiota ndoto mbaya unaenda kuikulia. Nimeota ndoto mbaya, naona nakufa. Yeye anasemaje? Ndio, ndoto mbaya imesema unakufa. Je, Mungu wa miungu anasemaje? Usharudi kwake? Hebu muulize jirani yako, umerudi kwake kumuuliza yeye anasemaje? Umerudi kwake? Unajua tunashindwaga kesi kirahisi. Kwani kesi ni nini? Wajameni, kesi ni nini wapendwa? Kesi ni ushahidi. Uongo kweli? Kesi ni ushahidi. Hivi nikisema wewe ni mjinga, samahani, najua wewe ni mwerevu. Bwana asifiwe. Je, wewe unasemaje? Kwa sio mjinga, basi kesi imeisha. Sasa shida yetu sisi tumeishi kwenye uongo zaidi kuliko kwenye kweli. Na ndio maana tuna mateso mengi. Na wengi wanaoongoza kwa mateso ni watu waliookoka. Ndio wanaishi kwenye shida. Wana Mungu mkubwa aliyeshinda kifo na mauti, aliyeshinda kaburi, aliyeshinda majaribu. Ndiye anakaa kwao, ndiye anaishi kwao, ndiye wanakula naye, wanalala naye. Bado ni waoga, bado wanalia, bado wanahamishwa nyumba. Mimi anaishi ndani yangu ni mkubwa mno, anatisha. Anaishi ndani yako ni mkubwa kiasi gani? Anatisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Kristo alifanyika laana ili mimi nirithi baraka za Ibrahimu, Isaka na Yakobo kupitia Yesu. Haleluya. Kupitia Yesu. Kwa hivyo Yesu aliyekufa akazikwa akafufuka, mimi namwamini,
na alipopaa, ile mamlaka iliyofanya kazi akiwa duniani hakwenda nayo. Ndio maana akasema nimewapa yote. Mathayo sura 28 mstari wa 19 mpaka wa 20. Hebu nisomea hapo faster. Mathayo sura 28. Matthew chapter 28. Mathayo, kila mmoja afike hapo asome kwa sauti. Ushafika, nisomee 19. Mathayo 28 mstari wa 19. Basi enendeni. Anzia 18 mwanangu. Taanzia hapo. Yesu akaja kwao akasema nao. Akasema nao akawaambia nini? Akawaambia, ndiyo, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Ndiyo. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Ndiyo. Kiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote. Ukiwa umelala yupo, ukiwa kwenye daladala yupo, ukiwa darasani yupo, ukiwa kwenye ndege yupo, wakikuvunja moyo yupo, wakisema we you are good for nothing yupo, wakikudharau yupo, wakikuaibisha yupo. Kwa nini? Tazama, mimi niko pamoja nawe mpaka ukamilifu wa dahari.